Wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jeshi la Polisi mkoa wa Kaskazini Pemba limeendelea na jukumu lake la msingi la kulinda usalama na mali za wananchi kwa kufanya doria, misako na operesheni mbalimbali, lakini pia katika kushughulikia taarifa mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa na wananchi katika vituo vyetu vya polisi katika himaya hii ya Kaskazini Pemba. Napenda niwahakikishie wananchi kuwa mkoa wetu wa Kaskazini Pemba uko salama, hauna matishio yoyote ya kiuhalifu, na napenda pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba katika mchakato wa mwaka huu 2025 katika swala zima la uchaguzi mkuu, mchakato wa kipindi cha kampeni katika mkoa wetu wa Kaskazini Pemba umekamilika kwa usalama na amani. Sasa tunaelekea kuingia kwenye kipindi cha kupiga kura, yaani kura ya mapema ya tarehe 28 mwezi wa 10 2025 na kura ya jumla ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Ndugu wananchi, ndugu waandishi wa habari, Jeshi la Polisi mkoa wa Kaskazini Pemba kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumejipanga vizuri na tumejipanga kikamilifu kuhakikisha uchaguzi unafanyika katika mazingira ya amani, utulivu na usalama mkubwa. Aidha, ni waase wananchi wa Kaskazini Pemba kwamba katika kura ya mapema tarehe 28 mwezi wa 10 2025, kama wewe si mmoja wao uliyekwenda kuomba kwenye tume ya uchaguzi ya Zanzibar kwa ajili ya kupiga kura hiyo na hujakubaliwa, usisogelee vituo hivyo vya kupigia kura ya mapema. Kwa kufanya hivyo utakuwa unavunja sheria. Jeshi la Polisi pamoja na vyombo vingine vya dola tutakushughulikia kwa mujibu wa sheria. Kaa mbali na vituo hivyo. Jeshi la Polisi mkoa wa Kaskazini Pemba linapenda kuwahimiza wananchi wote wa mkoa wa Kaskazini Pemba kujitokeza kwa wingi katika kura ya jumla ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 ili kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kumchagua kiongozi wa mtakaye. Tuwahakikishie kwamba kuna ulinzi wa kutosha wa Jeshi la Polisi pamoja na vyombo vingine vya dola, ili kama mtu yoyote ambaye atataka kuvuruga au kuhujumu zoezi hilo la uchaguzi au kutaka kufanya fujo ili mradi zoezi hilo la uchaguzi lisiende kwa usalama na amani, Jeshi la Polisi pamoja na vyombo vingine vya dola ni wahakikishie kwamba huyo naye tutamshughulikia. Narudia, tutamshughulikia kwa mujibu wa sheria. Aidha, ni waase wananchi pia baada ya kupiga kura, wakimaliza kupiga kura warudi kwenye maeneo yao wakaendelee na shughuli zao za kuwaletea maendeleo au ya kuwaletea kipato cha kila siku ambacho kitawawezesha kuishi maisha yao. Wawaamini sana mawakala wa vyama vyao ambao wameyatuma kwenda kusimama kwenye vituo hivyo vya kupigia kura, kwamba hao ndio walinzi sahihi wa kura zao, na sisi Jeshi la Polisi pamoja na vyombo vingine vya dola ndio wenye dhamana ya kulinda kura. Dhana ya kwamba wao watakwenda kulinda kura ni dhana potofu ambayo wao hawataweza kufanya hivyo, kwa sababu wenye mamlaka wapo, Jeshi la Polisi na vyombo vingine pamoja na mawakala wao ambao watatakiwa kuhesabu kura moja hadi nyingine. Asanteni sana kunisikiliza.